Watu wengi hawashindwi kwa sababu hawana malengo. Wanashindwa kwa sababu malengo yao yanawapa stress. Leo nitakuonyesha jinsi ya kuweka na kufanikisha malengo yako bila presha, bila kujiangamiza na bila kuchoka moyoni. Kama umewahi kuanza mwaka huu ukiwa na nguvu lakini ukaishia kujilaumu, video hii ni yako. Karibu sana. Leo hatuzungumzii malengo ya kujitesa. Tunazungumzia malengo yanayokupa amani, mwelekeo na maendeleo ya kweli. Watu wengi wanajipa malengo makubwa sana. Wanajilinganisha na wengine. Wanajisukuma kupita uwezo wao. Matokeo yake stress, kujilaumu, kukata tamaa. Lakini ukweli ni huu: malengo hayapaswi kukuumiza, malengo yanapaswa kukujenga. Kwa nini malengo yanakuletea stress? Hebu jiulize, je, malengo yako unatengeza kwa akili yako au kwa presha ya jamii? Je, unakimbizana na muda au unaelewa safari yako? Sababu kuu za stresi: 1. Malengo yasiyo halisi. 2. Kujilinganisha. 3. Kutaka kila kitu mara moja. 4. Kujiona umechelewa maisha. Ukweli mchungu lakini wa kukukomboa: kuchelewa kwa mtu mwingine si kuchelewa kwako. Malengo ya kweli yana sifa 3. Yanalingana na uwezo wako wa sasa. Kwanza, yanakupa changamoto, si hofu. 2. Yanakuacha ukiwa na amani moyoni. 3. Badala ya kusema mwaka huu lazima nibadilike kabisa, sema mwaka huu nataka kuwa bora kidogo kuliko jana. Hiyo pekee yake inapunguza stress. Gawanya malengo, usiwe shujaa. Malengo makubwa yakiwekwa kichwani bila mpango huonekana kama mlima, huleta hofu, hukufanya uanze kesho. Lakini yakigawanywa, hatua ndogo, kazi ndogo, muda mfupi, unapata ushindi wa mara kwa mara, motisha, kujiamini. Hatua ndogo zinazofanywa kila siku hushinda mipango mikubwa isiyoanzishwa. Watu wengi wana stress kwa sababu wanataka mafanikio ya miaka 10 ndani ya mwaka mmoja. Lakini hakuna aliyeambiwa maisha hayakimbii. Muda wako una hesabu yake. Hebu jiulize, leo nifanye nini kidogo? Wiki hii nifanikishe nini? Mwezi huu nijivunie nini? Hapo stresi inapungua. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, njoo karibu nikuelezee na unisikize haya nitakuambia. Pumziko si uvivu. Hii ni sehemu
watu wengi hawapendi kupumzika, lakini ukweli, akili iliyochoka haiwezi kufanikisha malengo. Mwili uliochoka hauwezi kufuata ndoto. Kupumzika si kusaliti malengo yako, na kuyaandaa yafanikiwe. Badilisha njia, usijilaumu. Kama jambo halifanyi kazi, badilisha mbinu, badilisha muda, badilisha mkakati ama mikakati. Lakini usibadilishe thamani yako. Kushindwa kwa mpango si kushindwa kwa mtu. Furaha katika safari yako. Usingoje nikifanikiwa ndipo na furahi. Furahia leo umeanza, leo hujakata tamaa, leo bado una ndoto. Malengo bila stresi ni jibu lake utulivu, mwelekeo, maendeleo ya kweli. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, kumbuka hili: malengo hayapo kukuvunja, yapo kukujenga. Anza polepole, fanya kwa utulivu, wala usijilinganishe, wala usijilaumu, na zaidi ya yote usife moyo kwa sababu ya ratiba ya mtu mwingine. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, nisikize hivi: kama umeelewa, andika goli moja, gawanya iwe hatua ndogo. Anza leo bila stress. Kama ujumbe huu umekusaidia ama utasaidia mtu wa karibu yako, like, subscribe na share, kwa sababu maisha si mashindano, ni safari. Hii ni Yanayojiri Mitaani TV.